Ushindi ndio huu hapa, umefika nyumbani sasa. Arusha kutokea Dar es Salaam. Tulifurahi mno. Jamani tucheze. Yaani ni uhakika kabisa, haina longo. PMBet ni yenyewe. Ni www.pmbet.co.tz. Mimi kwa majina naitwa Jacqueline Ngonyani Msongozi, ni mbunge wa viti maalum mkoa wa Ruvuma. Sawa. Leo tumekwenda kuzindua ilani ya uchaguzi 2025. Chama chenu cha Mapinduzi kimezungumzia mambo mengi mazuri ndani ya ilani na watu wengi wameipokea. Kwako wewe unaizungumziaje? Mimi nimefurahi sana kutokana na hii ilani. Kwanza ilani ya awali imetekelezwa vizuri mno. Lakini pia ilani hii ya sasa nadhani imejipambanua zaidi kwenye kuongeza ufanisi, lakini pia kwenye kuongeza kasi ya maendeleo katika nchi yetu ya Tanzania. Kama ambavyo mmeona ripoti ya jana ilivyoelezwa kuhusu utekelezaji wa ilani katika sekta ya afya, elimu, miundombinu ya barabara. Tumeona hapa SGR tayari treni imeshaanza kufanya kazi, lakini maana yake ni nini? Kutoka Dar es Salaam mpaka hapa Makutupola. Lakini pia kutoka hapa mpaka Kigoma na kwenda mpaka Burundi, tayari vipande hivyo vyote viko kazini na wakandarasi wako kazini, wanaendelea na ujenzi. Lakini vile vile katika sekta ya afya, sasa hivi vituo vya afya vimeboreshwa vizuri mno. Kwa hiyo nia ya Daktari Samia Suluhu Hassan ni kuendelea kuongeza tija katika maeneo hayo, ni kuendelea kuboresha zaidi ili Watanzania sasa waweze kupata huduma bora hapa nchini kwetu. Kuanzia kule kwenye matawi, halafu kwenye kata, kwa sababu kuna dispensary kwenye matawi yetu. Lakini pia kwenye kata kuna vituo vya afya. Kana kwamba haitoshi, kwenye wilaya kuna hospitali za wilaya, kuna hospitali za mikoa na vile vile kuna hospitali za kanda. Kwa hiyo kwenye jambo hili tunasema hongera sana Daktari Samia Suluhu Hassan. Mimi kama mbunge mwakilishi wa wananchi wa mkoa wa Ruvuma, Jacqueline Ngonyani Msongozi, ninasema kwamba Daktari Samia Suluhu Hassan, hongera sana, unafanya vizuri. Lakini vile vile kwenye hii ilani ambayo tumeipitisha leo, amejiwekeza zaidi katika kuhakikisha kwamba miundombinu ya barabara inaendelea kuimarishwa, lakini pia miundombinu ya reli, miundombinu ya afya, miundombinu ya maji, kila sekta, elimu na kila mahali anaendelea kuboresha. Lakini pia amekonga sana wananchi katika sekta ya kilimo. Sekta ya kilimo ameweka ruzuku kwenye mbegu, ameweka ruzuku kwenye madawa, ameweka ruzuku mpaka kwenye mbolea. Kwa hiyo wananchi wako wanaenda mashambani wakiwa na tija. Lakini vile vile ameweza kuhakikisha kwamba anapeleka matrekta kila mahali, matrekta zaidi ya 10,000 kuhakikisha kwamba wananchi sasa wakalime. Yani tunaona ile picha halisi ambayo hayati Julius Kambarage Nyerere alikuwa ameanzisha misingi iliyokuwa bora na kuhakikisha kwamba tunaendelea kuwa nchi ya ujamaa, na kwamba sasa matrekta yale yanaenda kufanya kazi, ni matrekta yatakuwa chini ya serikali na yatakwenda kuwapunguzia mzigo wananchi kwa kulima kwa bei ghali. Sasa hivi watalima kwa bei nafuu, na kwamba wananchi watakapowekeza vile, kwanza itaongeza ari ya wananchi kuwekeza zaidi kwenye kilimo, na nia ya sekta ya kilimo ni kuhakikisha kwamba sisi Tanzania tunalisha dunia, na kwamba mpaka sasa hivi tumeweza kwa kiasi kikubwa, nchi za jirani zinategemea chakula kutoka kwetu katika nchi yetu ya Tanzania, hususan mkoa wa Ruvuma ambao mara 5 mfululizo tumeshashika nafasi ya kwanza ya uzalishaji wa mazao ya nafaka katika nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo sisi hatuna mashaka, na Wangoni tunapenda kweli kufanya kazi. Sisi sio ombaomba, tunapenda kufanya kazi. Kwa hiyo tunajitoa. Tunamshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa niaba ya wananchi nasema Daktari Samia Suluhu Hassan anatosha na chenchi inabaki, na hatuna mashaka juu ya ilani hii iliyopitisha leo. Ataenda kutekeleza, kwa sababu sisi tuna changamoto kule ya baadhi ya barabara tu, barabara ya kuunganisha mkoa wa Ruvuma na nchi ya Mozambiki kwa kilomita 124, lakini pia tuna changamoto ya barabara ya kuunganisha mkoa wa Ruvuma na Morogoro kilomita zaidi ya 300. Tuna changamoto ya ndogo, lakini tuna changamoto pia ya barabara ya kutoka Makambako kwenda mpaka Songea yenye urefu wa kilomita 395. Kwa hiyo hivi vyote vikikamilishwa, lakini vile vile tumeona kwenye ilani kuelekea kule kutoka Mtwara
mpaka Mbamba Bay. Tayari mama na hii ilani inasema kwamba kutajengwa reli ambayo itakwenda mpaka kule Mbamba Bay kutoka bandari ya Mtwara, na hii reli itafanya kazi kubwa ya kutoa chuma kutoka Liganga Mchuchuma kuleta pale Mbamba Bay, itapakia pale, itapeleka mpaka Mtwara. Kwa hiyo tutaenda kuuza hiki chuma maeneo mbalimbali. Nchi yetu ni tajiri. Kwa hiyo mama na kila hali, mama atembee kifua mbele. Tunaamini kabisa na tutamuunga mkono. Tunahakikisha kwamba katika mkoa wa Ruvuma hakuna kura hata moja itakayoharibika. Sisi wote kila mmoja atakuwa mlinzi wa mwenzake kuhakikisha kwamba kura ya mwananchi yoyote haiharibiki, na Mama Samia ataendelea kung'aa, na tunashukuru kwa sababu ameshapata medani nyingi zaidi ya 6 katika nchi yetu, lakini pia duniani huko wanamheshimu. Ameleta heshima, na wanawake tunatembea kifua mbele kwa sababu ametujengea heshima, ametuheshimisha Watanzania.